Ama leo tuzungumzie khulqia, na namuomba Allah nijalie kwa dakika 20 na kitu tu nimalize darsa hii kama nitaweza, kwa sababu sunna ya Ijumaa ni kuwa fupi, na hii ni hadithi ya Mtume Muhammad. Mkiona qisratul khutba wa tulul qunut, hadithi katika Bulughul Marami, mkiona khutba fupi na sala ndefu, ni dalili ya mtu kukoma fikihi zake, maarifa yake. Ni kupitikiwa tu na tusameane, tuwe radhi, lakini Aljumaa sauni sikukuu kuliko idi kubwa na idi ndogo, haina mambo mengi. Watu wasali, kisha fa idha qudiyatis sala fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Watu wakahangaike, isiwe mtu tokea asubuhi hata shilingi hakupata, mpaka inakuwa nakirihika sasa. Kwa hiyo khutaba tuzingatie sana hadithi hii, lakini tunapoteleza ni muhimu pia kusameheana. Anayetoa khutba ni sawa na dereva anaendesha gari, mara nyingine ya kutana jamming, kuna ziham, kuna foleni njia kuu, basi anapenya penya kidogo mpaka anatokea baadaye mbeleni. Kuna mara nyingine unatoka nje ya mada, unapenya penya hivyo. Ukweli wa mambo, Sheikh Saidi alizungumzia ad-duyun, alizungumzia madeni, na hii itakuja kuizungumza, na naifikiri tukitaja madeni hatoki mtu. Lakini kalmata wajiz, maneno mafupi tu. Madeni, ukiwa huna pesa unatia nia kulipa, na kwa sababu innamal a'malu binniyati wa innama likum limri'in ma nawa. Uislamu unazingatiwa nia mambo yake. An-niyatul mu'min khairun min amali, nia ya muumini ni super, ni bora kuliko hata kile kitendo chake. Ukitia nia ya kusali, ile nia ni bora kuliko ile sala yenyewe, kwa sababu kile kitendo ukikifanya unaweza ukakifanya na riaa na kuharibu na kadha. Ndio maana sheria kila mwisho wa amali tunafanya istighfar. Assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah, kisha astaghfirullah, 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 Allahumma anta salam wa minka salam, tabarakta ya dhal jalali wal ikram. Kwa nini unaleta istighfar? Pengine sala yenyewe ni katika zile sala zenye kukulaani, umesali vibaya, hukuchunga shuruti zake. Kwa hiyo kama kabla hujasema alhamdulillah, kupangusa uso, ishafika mpaka mbinguni, ishakunjwa kunjwa kama tabarabovu, ukapigwa naye usoni, na sala kama ile ikakuwa inakuambia dhayyaqallahu kama dhayyatani, na Mwenyezi Mungu akupoteze wewe, akunyongeshe, akufedheheshe kama ulivyonichezea chezea mimi. Ndio maana unafanya istighfar. Kwa hiyo nia ni bora. Kwa hiyo watu huwafikiwa kwa nia, wa inna adatu hasi. Sasa ukiwa una pesa na una madeni mengi, kuna watu wawili au watatu, kuna fakiri, kuna muflisun, lakini pia kuna maskini. Hawa wote wana madeni. Fakiri ana madeni, maskini ana madeni, muflis ana madeni. Lakini alowazidi wote hawa hata jina hana, ni yule ambaye ana madeni khasa. Mtu anaweza akawa maskini hana deni, anaweza akawa muflis hana deni, akawa fakiri lakini hana deni, anadhukuru tu kufilisika kwake, anadhukuru tu umaskini wake, anadhukuru tu vitu vya namna kama hiyo. Lakini mwenye madeni maisha yake ni magumu sana, na watu hujitia moyo kukopa ni sunna. Bwana Mtume kisha sema fattabi'uni, katika sunna zangu nifuateni mimi kwa kadri vile mnavyoweza.
madeni yako wewe kama ni sunna ni kama madeni ya mtume. Mwenyewe ni sunna sawa kakopa, lakini unajua madeni ya mtume. Mtume kwanza alikuwa anakopa kumkopea mtu kuondosha haja zake na analipa kwa wakati. Amezongwa akimuomba Mola wake anampa, anamlipia madeni yake Muhammadur Rasulullah. Yeye sasa kama ni sunna anasema msikope kwa sababu madeni yanalaza macho. Lakini si macho katika vitu vinavyotia fedheha madeni. Napopaogopa kuhusiana na madeni, madeni yanafunga mikono kwa sababu ya ile nia yako ulivomtilia Allah kwamba inshallah nikipata nitalipa. Basi Mwenyezi Mungu anakupa kwa sababu ya nia yako nzuri. Akishakupa tu unawaza mataa, Ibilisi anakuingilia kwa mbele, ulipi hata deni moja. Waswahili wanasema kukopa ni harusi, kulipa ni matanga. Ukishapata unasema ngoja ni make it, zitakuja zingine, alafu nikishazi hesabu nitaongeza zingine. Hiyo ni nuksi. Sasa pale hulipi, na ukiwa hulipi lile deni linavuta deni jingine, linavuta deni jingine. Kwa hiyo wenye madeni wanafungwa mikono, hawapati kulipa. Na deni ni deni, hakuna deni kubwa wala ndogo. Wewe unadaiwa milioni 20, wewe unadaiwa 15 hapa 20,000 kwa sababu midam ni deni. Inawezekana wewe unayedaiwa ndogo hulali macho kabisa. Siku za furaha huna amani. Angalia deni la kodi ya nyumba, angalia deni umekopa. Kwa hiyo madeni ukipewa lipa. Madeni kama madhambi yale makubwa. Maana ukiwa umefanya uzinzi, kesho utatafuta dhambi mpya ambayo hujafanya. Kila siku unakuwa mteja wa madhambi. Na madeni umekopa milioni. Sasa ile milioni unapelekwa, unaona ukakope tena milioni 2 ulipe ile. Sasa milioni 2 zinadaiwa, ukope tena sehemu milioni 3, na kila siku una ndoto, nimpate nani anikopeshe pesa nilipe madeni hayo. Hiyo ndoto hakuna. Kwanza mtu atakayekupa pesa moja eti umalize madeni yote hayupo. Na ili mtume alilikemea kwa sababu walionyeshwa wakati anakwenda Isra. Na huyu mtu mwenye nia hii ni mbaya, akope deni alipe madeni, taratibu hiyo hakuna. Alimuona mtu jamaa hizmata hatabi la yastati hamlaha wa yazidu alaiha. Alimuona mtu ana zigo kubwa la kuni, kubeba hawezi. Sikiliza hapa, kubeba hawezi, na anaongezea kuni zingine. Tamaa hiyo. Madeni uliokuwa nayo 300,000, 400,000 huwezi kukopa, huwezi kulipa, bado unaendelea kukopa, unatarajia nini? Basi sheria inakuambia kabla hujafanya takrima, kwanza lipa madeni. Wewe unadaiwa, alafu sijui inapeleka sadaka wapi? Kwanza sadaka ya mwanzo lipa madeni. Yule shahidi, mtu akifa shahidi, akiuawa, akipigwa kisu, kabla tone halijatua chini, muamala wake Allah kamsamehe madhambi. Na azikwe na zile nguo, afufuliwe siku ya kiyama aende peponi. Lakini huyu anashikwa koo kama ana madeni. Shahidi ndugu yangu, wewe una ujira wa shahidi sahaba. Madeni mtihani mkubwa. Madeni yanafedhehesha. Kwa hiyo kupitia hivi ndio maana kuna adhkari, kuna dua za kulipa madeni. Nimezungumza nukta hii kwa sababu alihitaji Sheikh Saidi, lakini naiwekea hakiba madeni. Na tukisema madeni hadith wala haraj. Waweza ukakuta kuanzia anayesema hapa madeni, ila mimi namshukuru Allah sina madeni. Na mwingine ambaye hana madeni ni mwenye imani ya sawa sawa. Narudia tena, mwenye imani ya sawa sawa hata awe maskini habebi madeni. Mimi nimeishi na Waislamu dhaifu wa kipato, wana zuhudi ya dunia, watu wa da'wa na tabligh, maisha ya chini walokuwa wengi, lakini shekhe hawadaiwi kabisa. Hawadaiwi. Hiyo bahthi, hiyo tafiti nimefanya. Wewe hapo ulipo hata mke una madeni kila upande, unataka kufanya nini juu ya madeni? Waislamu walioitizama akhera wanaogopa madeni kuliko chochote, kwa sababu shilingi 100 ya dunia usishangae kiyama ikamaliza mlundo wa thawabu. Ogopa madeni kama ukoma. Ogopa madeni. Na usiseme ngelala njaa, hiyo habari hakuna. Katika dua 3 mtume alizoziomba, aliomba umma wake usife na njaa. Kuwa na subira, huwezi kufa na njaa wewe. Allah atakupa tu utakula,
lakini eti sili mpaka nikope. Huo mpango umejiwekea wewe. Kuna machizi hawana kazi, hawana chochote na wanakula vile vile. Kwa hiyo Allah, madeni ni kitu kibaya. Muogope Allah. Madeni yanashusha heshima. Kuna baadhi ya maustadhi wanaonekana mataperi. Fulani ni mzuri wa kusema, ni mzuri wa kuvaa, lakini halipi madeni. Shekhe anadaiwa huku, anadaiwa kule. Sasa shekhe anadaiwa, maamuma sijui itakuwaje. Mpaka mtu mwingine anaona haya hata kukudai, mlipe deni lake, ulipi amana. Maneno mengi inshallah shekhe tutaonana, usiwe na wasiwasi. Lipa amana. Mtume alikuwa anatetemeka juu ya amana za watu, zitatoa machozi na sauti siku ya kiyama. Amanati nas. Maneno ya mwisho kumalizia hutuba ya mwisho, Mtume anasema inna dima'akum, damu zenu, mali zenu. Mwisho kabisa asema adil amanata ila ahliha. Hutuba yake anasema rejesheni amana kwa watu wake. Hakikisha ukifa usiondoke na deni. Mtume sallallahu alaihi wasallam, mtu mzinifu kafa, kafanyiwa hadi, kapigwa mawe kwa sababu alizini mama huyu. Mtume anapita mbele, anawaambia Waislamu, haya nyosheni safu tumsalie. Omar al-Faruqi anauliza, tusalli alaiha wa qad zanat? Mzinifu unamsalia Mtume? Ambia ndio namsalia mzinifu, lakini mwenye madeni Mtume hakutaka kumsalia. Uzinifu ni wake, lakini deni ni huququn nasi, ni haki za watu. Kuna watu umewaribia maisha kwa kujionesha mwalimu sana wa dini, wakakuamini, shekhe hii pesa hii naitarajia watoto wakasome, nitakupa shekhe kwa wajihi wako yalla, hata kukuandikia ni sunna naona haya, alafu umemchoma ulipi. We ni khain, wewe una khiana. Umeenda ofisi, watu wamekuamini Muislamu wewe, kwa Uislamu wako inshallah tumweke mbele Mungu na Mtume, alafu urudishi amana za watu na kuwa msumbufu. Mtu anakudai na unamtukana. Hayo yote madhambi haya, na hayo ndio anakutia chaka, ufanikiwi kwa mzigo wa madeni uliokuwa nao. Watu wengi wanaishi na madeni makubwa. Sasa mwingine katoka kwa reli kaenda kukopa mkopo wa riba. Arriba bid'an wa sab'ina baban fa adnaha an tunkiha almar'u ummi. Riba ina milango 70 mabwana. Mlango wa chini umzini mama yako. Kuna dhambi kama hii? Hiyo ndio dhambi ndogo. Haya mlango wa juu utakuwaje? Na wewe umeingia unadaiwa mpaka riba. Wacha uhambuliwe, wacha ufedheheshwe, wacha wakukague. Kila siku wewe unapelekeshwa na mikopo ya riba. Mtu mwingine analilia kukopa, shekhe nikopesheni, naona vibaya ili nisiende kwenda kukopa sehemu ya riba. Ushaenda na nia yako iko hivyo. Hii kukopa kwa sawa haina haja, usiriziki maisha. Neematul haya yuzilu tama. Neema ya uhai inaleta tamaa, lakini kuwa na subira. Mungu kama hajaamua kukufangulia, huwezi ukatajirika kwa kuchukua mikopo benki. Usifanye vitu kama hivyo. Kuwa na subira Muislamu, muamini Allah, amini nguvu zako, weka hadi, fanya kazi kwa bidii, muombe Mwenyezi Mungu. Sisi bwana asikufiche mtu. Ahadi yetu kufungua maisha ni amali salihat. Tumeambiwa fanya hivi, mweke Mungu mbele. Sisi wote kina Uthman Maiko, si madarueshi, tulikuwa msikitini tu, hatujaenda kukopa benki yoyote. Amali rasul, amali za Mtume. Nitasali ishiraki, riziki itaongezwa. Nitasoma suratu Waqiya baina al-maghribi, nitafanya hivi. Suratu Yasin mwanzo wa mchana itakuwa hivi. Tumeendelea, tufanye adhkari, tumsalie Mtume, tufanye hivi. Humu msikitini Mtume katuahidi maisha yetu yanafunguka. Wewe unatoka msikitini unaenda kukopa benki, eti utakuwa tajiri. Kasema nani maneno hayo? Umeongeza matatizo. Umeongeza matatizo, umeuziwa nyumba, imechukuliwa, familia haina raha. Shauri ya madeni. Na ukimsikia mtu shekhe na mitihani, anadaiwa. Hata baadhi ya misikiti hataki kwenda kwa sababu mpaka msikitini kakopa, waumini kakopa, kila sehemu hana raha. Kwa hiyo madeni si kitu kizuri, kwa sababu yanakusababisha uwe muongo. Huwa na kauli za sawa sawa. Ilikuwa ni upito tu na nishachanganikiwa tena, lakini madeni insha Allah hapa ni petu. Tutakuja kwa mara nyingine, tutazungumzia mlango kamili na hadithi na aya zake na aqwali ulama, shauri ya madeni.
lakini mimi napenda nikizungumzia ugonjwa nizungumzie na tiba yake. Kuna vitu vingi katika as-sunani Rasulillah ukivifanya vinakutakasa na madeni. Hata kunawa maji ya kuchuluzika tu ukiwa unakula, sunna ya chakula, wajibu wa chakula, aludhu kablahu waludhu ba'dahu. Uchukue udhu kabla ya kula na baada, kwa kule kunawa kwenye kunaondosha madeni. Kwa hiyo tutaelezea baadhi ya vitu vya kuondosha madeni. Ama la pili leo katika maumbile, kuna vitu viwili kwa dakika 5 niviseme. Hivi vitu hivi ondoka navyo. Binadamu Allah katuumba na ametuumba na tabia tofauti tofauti. Tabia tunazo za aina 4, nataja tabia 2. Kuna mtu anaitwa sanguine na kuna mtu anaitwa mirankol. Hotuba ya leo inatufundisha haya maumbile. Rahimallahu mra arafa baqadrahu ay arafa makanahu waqafa inda haddihi. Mwenyezi Mungu anamrehemu anayejua position yake ni wapi na akasimama kwenye mstari wake. Jijue ulivyo ili upate kujijua, upate kurehemewa. Mtu mwenye maumbile ya sanguine ni mtu ambaye Allah kamuumba. Ana tabia ya kupenda watu, ana tabia ya kucheka na watu, lakini natural yake mtu sanguine anazungumza sana, anaongea sana. Inawezekana hii hutuba ya Ijumaa inaendelea, yuko pale nje bado anaongea. Mara nyingine sala inakimiwa bado anaongea. Ukiwa na maumbile haya, hebu balance, utakuwa mzuri. Usiwe na maneno mengi. Na nikuongeze tu, kuongea sana kunapunguza akili. Kwani hata mwenda azimu huhesabiwa maarifa yake kwa kupunguza kusema. Mtume anasema mwenye maneno machache ana ukamilifu wa akili. Hapa kuna mshipa kati ya akili, brain na mdomo. Hichi kimshipa kikikatika unaongea, lililokuwepo lisokuwepo unaongea sana. Asukutu salam, kunyamaza ni peace. Na kama kuzungumza ni fedha, basi kunyamaza ni dhahabu kabisa. Wenyewe wanasema coin ile shilingi kitupwa chini ndio inapiga kelele, lakini haina thamani, haina mpango. Lakini dola, noti ukishusha chini, silence. Hebu jiweke mizani ya dola, usijiweke mizani ya shilingi. Waislamu hawasemi sana ila yenye faida. Hakuna mwenye faida na material kama Mtume Muhammad. Akikusanyika na sahabaze wanaongea ya kuongea, hasemi, kaka kimya kabisa. Tena utamkuta anacheka chini chini. Mtu anaongea vitu vyake, anaangalia Mtume, unakuta ana smile, hasemi sana. Sio yeye ndo mjuaji sana. Kwa hiyo mtu sanguine anaongea, ukigusa mpira masaa yote yataisha hapo, hamna dhikiri, porojo tu. Allah wataki watu wenye porojo. Mtu akiwa sanguine akija hapa msikitini wala hahitaji kutambulishwa. Sheikh Adam ndo yupi imamu hapa? Sheikh Osmani yuko hapa? Kila mtu atamjua. Bwana salama, wazima. Huyu ni mtu sanguine, maumbile yake. Muongeaji sana. Wanasema mtu sanguine, kukiwa kuna kazi na watu, yeye atachagua watu kuliko kazi. Hata kazi zake zinamshinda, yuko benki, yuko ofisini, yuko sales kwa mauzo huko. Akiona hakuna mtu, anafunga ofisi, anaenda nje kutafuta watu wazungumze. Bosi yuko wapi? Katoka, relax kidogo. Huyu ni mtu sanguine. Lakini bahati mbaya pia ni mchafu. Na uchafu wake hana protocol katika vitu vyake, hapangilii mambo. Ukienda kutizama nguo zake utashangaa. Nguo safi na chafu zote zimefundikwa kwenye begi moja. Wakati wa kuvaa shughuli mpaka anuse, hii naona nishaivaa hii. Ujue wewe ni sanguine. Hii naona kama nishaivaa. Mswaki kule, bahati yako hasa awe mwanamke hatari. Ukiingia ndani, ile miko na viungu unavikuta sebleni. Ukiingia sijui wapi mpaka nje, yani hana utaratibu katika vitu vyake. Lakini pacha wake ni mirankol. Mtu mirankol Allah kambariki kidogo, kampendele. Na hizi ni sifa tu, na wote itakiwa wajichwini. Mirankol si mzungumzaji, ni mkimya sana. Anatafakari kuliko kuzungumza. Na Muislamu itakiwa awe hivyo, mtu wa kutafakari sana. Na maneno yake huwa ni machache na akiongea ni point. Lakini mtu mirankol ana hisia za ndani, wakati sanguine ana hisia za nje.
Miongoni mwa hisia za nje, mtu sanguine ni mtu ambaye ukimkera hana smile, hasira zake na tempa, yani hapo hapo kashauziwa, anaangalia msikitini kuna nini, kuna gongo, anakupiga nalo, anaongea na mikono, chochote kilichokuwepo mbele yake. Kwa hiyo ukiona wewe una kitoto chako kikasirika tu, kishabeba remote kinampiga mwenzie, ujue hichi kisanguine, hichi kipinde mapema hichi. Na wewe mwenyewe kidogo tu ushachukua, maana kuna watu wewe unaniambia nini, atafuta mawe, huyo sanguine huyo ni sanguine. Hasira zake ziko nje na ana hasira za nje. Lakini Mirankol ni mtu ambaye hasira zake ni za ndani. Mtaweza mkaongea tena akacheka, lakini ni silent killer. Anakutafiti na ana tabia ya kuweka kidonda muda mrefu moyoni. Ndio kisha kununia hivyo vipi, lakini kisha badilika muda mrefu. Lakini mtu Mirankol ni mtu super. Mambo yake yanaenda kwa protocol sana. Ukitizama hata nguo zake zile, viatu sehemu yake, soksi sehemu yake, zenye pasi sehemu yake, takataka kwenye dustbin, hata akiingia ofisini kabla hajaanza kufanya kazi anaangalia kila kitu kiko sawa. Umeme uko, generator lipo, peni zipo, yani kila kitu sehemu yake kabisa. Hawi shaghala baghala, anakuwa mtu msafi. Wanashauri wataalamu, unapoingia katika ndoa, ili ndoa isiyumbe, isiwe na mihemko, moe mtu wa tofauti yako. Baada ya kuyasema haya, wewe ushajijua wewe mwenyewe ni sanguine au vipi. Lugha fupi tu ili ujijue. Angalia ulivovaa leo, angalia ulivovaa leo. Kama umevaa hata ndevu hujachana, nywele hukuchana, mkono mmoja umekunja, yani shaghala baghala, wanasema wewe una maumbile ya usangwe. Na si matusi, yani ndio maumbile. Lakini kama ni Mirankoli, huna kitu lakini utoki bila pasi, kitembea hapo na hapo unafuta vumbi, yani ndio Mungu kaumba hivyo, utake usitake. Kwa hiyo tuvumiliane hapo. Ushajua mimi hapa bwana, mimi naona sangwe ni tu hapa, naona ngoja nifunge asije akaniona mimi sangwe ni. Sio sifa mbaya, ni maumbile tu tumeumbwa nayo, tunavumiliana, tunaekana sawa. Sasa ili ndoa iwe na balance, ukiwa wewe ni sanguine, mtafute mwanamke Mirankol, hii ndoa itakuwa ina balance. Lakini wewe mwenyewe sanguine, alafu umuoe mtoto sanguine, na pengine kikazaliwa kitoto sanguine, hiyo nyumba jehanamu ndogo hiyo. Ndo yale mke nitakutia makofi sasa hivi, naye anaamka na mwiko nini, niguse huo. Masanguine hao katika familia moja. Lakini wewe ukiwa mfano ni sanguine mkeo, na wanaume wengi ni masanguine, mkeo akiwa Mirankol, ndoa ina balance. Kwa sababu utakuta pale ndani pale, unakuja na usanguini wako, viatu unavua pale, shati unavua umeacha kwenye kochi, basi Mirankol anambia mume wangu, na hiyo vitu unaweka huko, unaona anavitoa anaweka kule ndani. Ina balance kidogo, ina balance. Pia msiwe Mirankol wote, kwa sababu Mirankol ana tabia akinuna amenuna. Na Mirankol miongoni mwa tabia zake, humshtukizi jambo. Akinuna Mirankol kanuna kweli. Mfano, mwanaume ni Mirankol, alafu akawa amekerwa, haoneshi zile tempa za nje wala apigi kofi. Na kuna baadhi ya wanaume anakuambia mimi bwana nikiudhiwa ndani mimi kununa, na ananuna kweli kweli. Mke anakuja, baba nikuwekee chakula na chai kidogo, kutana muangalia tu, haya kama hauli. Huyo anatoka anaenda nje anatafuta chakula anakula. Nimekuwekea maji ya kuoga baba, kutana angalia tu hivi, hasemi tena. Ukijua Mirankol ni mtu hatari, akiwa na zile hasira, kwa sababu ni kali, wallahi mpaka tendo la ndoa anazuia. Anaweza akaka hata mwaka mzima mgusi mwanamke, ana uwezo wa kuzuia zile hisia zake. Mirankol akiwa mwanaume ananafua, akiwa mwanamke ndo hatari, kwa sababu mwanamke wanakuwa kwanza wana usiri. Mwanaume yote ukimpasua kifua chake hapa, utamkuta ana vyumba vinne vya mapenzi. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Huyu ana vyumba vya kupenda wake zaidi ya 4.
Lakini mwanamke, kila mwanamke unayemuona ana chumba kimoja tu. Mwanamke hapendi mara mbili mabwana. Akimpenda mtu ndo huyo huyo. Mwanamke sio penda hata awe na pesa zake. Mwanaume akiwa na pesa nyingi anachowaza watoto wazuri, wanawake wazuri. Lakini mwanamke hata akiwa na pesa nyingi ndo kwanza anasahau mabwana. Uwezi ukaona sasa ndo anahonga, natoka na hayo mambo hayapo. Na ukimsogelea na pesa zake uzili, bado ndio anakuchomoa zaidi. Ndo anakuchomoa zaidi. Sasa ana chumba kimoja. Kwa hiyo mkeo kama ni miracle, kakupenda kweli. Na ukimuudhi, anakufungia kile chumba. Na kikifunga kile chumba hakufungulii katu milele. Anaweza akamfungulia mtu mwingine. Wanasema alikuwepo baba mmoja, anajiweza, ana duka la hardware, anaenda ofisini na mke wake wanauza. Lakini sasa kamkera huyu mkewe, na bahati mbaya mkewe ni miracle. Cha mwanzo kamfungia kile chumba. Kuna mteja anakuja kununua nondo, anafanya hivi, akija anamzuzua huyu mke. Maana shetani anakuja wakati wa matatizo. Kipindi ndoa inaanza mangamngam na shida, usaliti unaanziaga pale. Kipindi cha ugomvi na stress, hacheki tena na mumewe, huyu bwana anakuja na viji maneno. Mwanamke ni vitu vidogo tu, kauli tu. Ndio maana wanasema vitu vitatu baba visikushinde. Ala rasihi, mfuko usikushinde. Mwingine ana pesa lakini hajali wake zake. Hawana mafuta, hawana chochote, hawana nguo, bakhili. Yani akitoa hela akula anaona shamaliza. Ndio wale wanawake tuwazuzue wanaosema mimi mume wangu ana pesa, anakupa. Una ngapi hapo ulipo? 20,000 mfukoni hauna. Si bora hata ungekuwa na maskini tu. Na huu ni ukweli. Yani mwanaume akishatoa hela mboga na nini basi keshamaliza. Anaona anampa mke. Hapana, hata sisi maskini tunatoa hizo. Tena mara nyingine maskini anatoa zaidi kuliko wewe. Kwa hiyo jambo la mwanzo, mfuko usikushinde. Jambo la pili, mdomo usikushinde. Mdomo usikushinde. Muombe Mungu akupe mlinzi. Kisitoke kile ambacho hakitakiwi kutoka, kwa sababu ukitoa maneno mabovu yakimjeruhi mkeo ni miracle, anafunga moyo wake. Huyu bwana akaja kufungua moyo wa mke wa mtu, mteja. Maneno mazuri, maneno mawili, maneno matatu, the end. Huyu mwanamke akamuelewa sana huyu mteja, lakini mume wake hamuelewi. Akawa anatoka naye kimahusiano. Wamepanda mti wa mapenzi. Usumaku umepatana baina yao, lakini yeye na mume wake kama sumaku na mbao. Hamna mapenzi baina yao. Anatoka naye, anampa kila kitu. Wanasema wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Miongoni mwa aya za Allah kuumbiwa sisi wale wanawake, litaskunu ilaiha, ili tupate utulivu. Sio utulivu kutokamana na vile walivyo maumbile yao tu, hapana. Kuna vitu wakiamua kuvitoa wewe ndio unapata kurelax, utulivu. Miongoni mwa vitu mke wako akivitoa, wala humfuati katika kisi, utamkuta tu anakusogelea, anakukisi, anakukumbatia. Hii ni ishara njema. Mwanamke hisia zake hawezi kuzificha akiwa haja kukubali. Ukimbusu anakwepa, ukimkisi anakaa pembeni. Hataki kushare na wewe japo mswaki wala taulo, ujue kisha kukataa. Ujue tayari ashafunga moyo wake. Lakini kuna mtu kila kitu anapewa, mapenzi yote, vitu vizuri vyote anapewa. Hii ni research. Ukimwona mkeo, ukimshika mkono japo mbele za watu wanaona aibu, niachie bwana mpaka unishike. Yani unajitahidi lakini wapi? Huyu anaishi na wewe kimwili tu, lakini kasha kutema zamani. Lakini zamani ilikuwa hivyo. Zamani ilikuwa hivyo. Mpaka jasho yako anaipenda. Sasa hivi akwambia nguo zako zina harufu kali. Una jasho kali baflani unanuka mdomo. Ukishaona hayo ujue wewe uko nje ya mstari. Ushaufunga moyo wake. Lakini Allah kajalia tukiwazuzua kidogo wanawake, hawaoni kero kwetu sisi. Lakini ukimwona mkeo kambia
fulani anasoma vizuri, fulani alivyo, fulani hivi, wanasifiwa wengine huu mtihani. Basi ikafikia hatua kumaliza maneno, akabeba ujauzito mwanamke yule. Alipobeba ujauzito akazaa, mtoto akalelewa pale. Kila yule bwana akija anajua taarifa za ujauzito, leo nimeenda kliniki, mpaka kazaa mtoto wako, lakini akija anamuita uncle. Mpaka toto limekuwa kubwa, uncle. Huyu mume huyu anaenda zake msikitini kutoa sadaka za shukurani. Bwana, maisha yangu mazuri alhamdulillah, nacho kipando alhamdulillah, nayo biashara, naye mke mzuri, tena anasema tunapendana, kama ni watoto wao hapo, kumbe watoto wenyewe si wake. Sasa huyu Miracle, angalia alivyokuwa msiri, anaishi na mumewe kimwili, lakini anaishi na mtu wa nje kihisia. Yule mtu wa nje anayempenda kamfungulia kila kitu, mtoto sasa hivi yuko hivi na anamwambia kila kitu. Lakini huyu wa ndani ni kimwili tu, sina pa kwenda, tushazaa, itakuwaje, lakini hakupendi. Na mara nyingine akiwa huko anasema simpendi, namwombea hata laana. Ndio utakapoona ukienda safari unalamika, hata kuniuliza umefika, si utatupigia baba fulani nilikuwa nimelala, huulizwi. Lakini mwanamke anayekupenda, vipi ushafika, alhamdulillah, haya basi Mungu akurudishe salama, wewe upate vitu kama hivi. Kwa hiyo hotuba yetu tunakoma hapa, imebeba mambo mawili. Madeni hatujasahau, madeni tulipe madeni ya watu. La pili, sanguine, mtafute Miracle mpate kuoana, mambo yaisha. Allah turehemu. La tatu nimesahau, na huyu ni Ibilisi. Nilikuwa nataka kuja kuzungumzia amani. Mnayasikia mambo ya Iran na Israeli na kila mmoja yuko sehemu yake. Nilitaka kuja kuzungumzia umuhimu wa amani kivyangu. Wala si shushishu wa serikali wala nini, isipokuwa Uislamu unaniambia tuzungumzie amani. Amani ni muhimu. Pengine na sisi tukapata hisia ya kumuomba Mungu, tukaipata amani katika nchi yetu. Mwenyezi Mungu aidumishe amani katika nchi yetu hii inshallah. Inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala nabiyyir rahmati wa shafi'il ummati adada ma ahata bihi ilmuka wa ahsahu kitabuka wa dhamma wa ala alihi wa man nasarahu fi kulli muhimma. خصوصا منهم ذي الأصل الأريق أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق، وعلى الزاهد اللواب الناطق بالصواب أمير المؤمنين سيدنا أبي حفص عمر بن الخطاب، ولا جامع القرآن أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان، وعلى أسد الله غالب إمام المشارق والمغارب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب، وعلى ولديه سيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين، وعلى أمهما الزهراء البتول، على عميه المعظمين عند الله والناس المطهرين من الدنس والأرجاس، أبي أمارة الهمزة وأبي الفضل العباس، ولا بقية العشرة المبشرة الذين بايعوه تحت الشجرة، طلحة الفياس والحواري الزبير وساد الهدى وسعيد الخير وعبد الرحمن الزكي شاكر، وأبي عبيدة الزاهد الزاهر رضوان الله تعالى عليهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر جيوش المسلمين ونكس أعداءك أعداء الدين واختم لنا بخير منك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أعز وجل وأكبر واقم.